Habari hii inatokea katika jimbo la Arumeru Mashariki. Anaripoti ni mwandishi msomi anaitwa Korumba Lebabas. Mbunge wa jimbo la Arumeru Mashariki, Mheshimiwa John D. Palanjo, amefanya ziara ya ukaguzi wa miradi mbalimbali ya maendeleo katika kata ya Imbaseni, ambapo amekagua mradi mkuu wa ujenzi wa tenki la maji lenye uwezo wa kujaza lita milioni 1, na pia amefanya ziara katika kata ya Uwiro, akafika Kisimiri Juu kukagua miundombinu ya hospitali. Pia amefika katika chuo cha VETA kinachojengwa maeneo ya Kisimiri Chini na kukagua mradi huo wenye thamani ya shilingi bilioni 3 na milioni 600 utakapokamilika, na kuridhishwa na namna ambavyo ujenzi wake unatekelezwa. Kwa majina anaitwa Dr. John Danielson Palanjo, ni mbunge wa jimbo la Arumeru Mashariki. Leo nimekuwa na ziara katika kata mbili za muhimu, ziara ambazo nazitaga kama mchaka jimboni. Ilianzia kata ya Imbaseni ambako kuna mradi mkubwa uliochukua chanzo cha maji kwenye chanzo cha Nkoni. Mradi huo unapeleka maji ya chai, Kikatiti hadi Maroroni. Kwa kweli niseme kwamba nimeridhishwa na kazi inavyoendelea. Mkandarasi yuko kazini. Nilifika kukagua tenki la lita milioni 1 ambalo lilikuwa linaendelea kujengwa, lakini pia mkandarasi alikuwa ameshaanza kutandika mabomba kuanzia kule kwenye chanzo mpaka pale walipoweka tenki, ili hatimaye waingize maji kwenye tenki lile. Kama nilivyosema, kazi inaendelea vizuri, na kulingana na mkandarasi amesema anaweza akabidhi mradi mwishoni wa mwezi wa 5, akiwa ameshahakikisha kwamba wananchi wanapata maji kwa masaa 24 kwa wiki, kwa maana ya 24/7. Niseme tu kwamba nimeridhishwa kwamba kazi inaendelea vizuri. Nilitoka pale nikaja kata ya Uwiro, kaenda moja kwa moja Kisimiri Juu, ambako nilikwenda kukagua zahanati na nyumba ya mtumishi ambayo mfuko wa jimbo ulichangia. Kazi ilifanyika vizuri na zahanati inafanya kazi, lakini pia nipata fursa ya kukagua barabara zinazokwenda Kisimiri Juu na hii inayokwenda Kisimiri Sekondari. Barabara ziko vizuri, madaraja yako vizuri, na kwa ujumla miundombinu inaendelea kukaa vizuri sasa hivi. Nilipanda zaidi nikaenda kwenye chuo cha VETA ambacho nikitembelea mwaka jana. Nikakutana nacho, kazi inaendelea, lakini nadhani inahitaji kufanyika juhudi na hatua za haraka kwa ajili ya kumalizia chuo sasa hivi, kwa sababu sasa hivi kimekaa muda mrefu na muhisani ameshamaliza majengo yake. Majengo yaliyobaki ni yale ambayo yanapata fedha kutoka serikali kuu. Hiki chuo mpaka kimalizike kitakuwa ni cha shilingi bilioni 3 na milioni 600. Ni mradi mkubwa ambao unakwenda kutusaidia vijana wetu ambao wanamaliza shule, wanamaliza vyuo, wengine wanakaa miaka 4, miaka 5 bila kazi. Nikitambua kwamba elimu ya ufundi ni nyenzo muhimu sana kwenye maendeleo ya mtu na nchi kwa ujumla, naamini kitasaidia sana kuamua vijana wetu ambao wamemaliza masomo yao vyuoni, lakini kazi inakuwa ni shida. Kwa maana kwamba watajiajiri, lakini pia ukiwa fundi unapata ajira kirahisi zaidi. Mradi wa maji wa Kisimiri uko nao unaendelea, vifaa vipo na thamani yake ni shilingi bilioni 4. Kujaribu kujumlisha utakuta kwamba sasa hapa jimboni tuna miradi ya maji zimetolewa fedha nyingi sana, kwa sababu kule Akeri kuna kata ya Akeri na Mkarasam kuna mradi wa bilioni 3 na milioni 200. Mradi niliotembelea leo ni bilioni 6 na milioni 100. Hapa Kisimiri bilioni 4. Hizo ni fedha nyingi. Na nichukue nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa ambayo anaendelea kufanyia Tanzania, lakini na jimbo hili ambalo tumenufaika sana na miradi ya maendeleo ambayo imepatiwa fedha ndani ya miaka hii 4 ya utawala wake. Pata fedha nyingi kujenga shule za sekondari kadhaa, karibia shule 10 za sekondari mpya. Kuna Amsha, kuna Madira, kuna Ambureni, kuna Shabariburka, kuna Maroroni, kuna Uwiro. Hizo zote ni sekondari mpya.
Hizo nimetoa kama mfano tu, lakini ziko zaidi ya sekondari. Kuna ya Makiba, sekondari maalum ya amali, lakini pia kuna sekondari ya Karangai ambayo pia nayo ni sekondari ya kisasa. Nayo haijakamilika lakini imeshaanza kuchukua wanafunzi. Kwa hiyo kuna maendeleo makubwa sana kwenye sekta ya elimu. Kwa kweli niseme kwa dhati kabisa nimshukuru Mheshimiwa Rais. Ametufanyia kazi kubwa na tuliona uungwana wake tukaamua tupitishe jina lake kwenye mkutano mkuu maalum uliopita kwamba ndiye mgombea pekee ya nafasi ya urais kwa Chama cha Mapinduzi. Rai yangu kwa wananchi wa Meru, tuendelee kuiunga mkono serikali ya Chama cha Mapinduzi inaongozwa na mwenyekiti wake Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye pia ndiye rais wa Jamhuri, kwa sababu kwanza ameonyesha uungwana, lakini pia Chama cha Mapinduzi ndicho chama pekee chenye sera ambazo zinakwenda kumkwamua Mtanzania na kufanya maisha yake yawe bora. Asante sana. Hata hivyo, Mheshimiwa Dawson Urio ambaye ni diwani wa kata ya Weru naye alimpongeza mbunge kwa jitihada alizozifanya katika jimbo lake. Kwa majina ninaitwa Dawson Abraham Urio, Mheshimiwa diwani kata ya Weru, halmashauri ya Meru. Chukue nafasi hii kipekee kumshukuru sana Mheshimiwa mbunge wetu wa jimbo letu la Meru Mashariki, Dr. John Daniel Palanjo kwa jitihada zake anazofanya katika kutetea miradi kwenye jimbo lake. Namshukuru sana kwa ziara yake aliyofanya katika kata yangu ya Weru siku ya leo. Ameenda Kisimiri Juu, ameona jinsi ambavyo kazi zinaendelea kufanyika. Lakini tumekuja Kisimiri chuo cha VETA, naendelea kuona kazi zinavyofanyika na changamoto zilizopo. Ili Mheshimiwa mbunge, ninakushukuru sana kwamba jitihada zako zimeweza kuzaa matunda makubwa kwa halmashauri yetu ya Meru na hususani kata ya Weru kupata chuo cha VETA chenye kugharimu mpaka kikamilike bilioni 3.6. Lakini tunashukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania jinsi ambavyo imekuwa ikiwahudumia Watanzania na sisi wa Weru hatukubaki nyuma. Tumeona jinsi ambavyo tumepewa hela kwenye sekta za elimu, sekta ya afya, miradi ya maji, barabara, kila moja imeguswa kwa sehemu yake. Na Mheshimiwa mbunge, tunajua kwamba jitihada hizo zote zinatokana na wewe jinsi ambavyo unajenga hoja bungeni na kutetea na kuweza kufikia hatua ya kupewa fedha. Mheshimiwa mbunge, mimi niseme tu kwamba tunakutakia kazi njema unaporudi tena bungeni, kuendelea sasa kutetea zile ambazo umeziandaa na kuziweka mezani, ili kabla hujamalizia kipindi chako cha awamu hii uhakikishe kwamba miradi ile uliyoweka mezani inaendelea kutengewa fedha, ili na sisi wananchi wa jimbo la Meru Mashariki tuendelee kufaidi matunda ya nchi hii. Mheshimiwa mbunge, tukuombe pia kwa moyo wa dhati kabisa kwa jitihada zako unazofanya. Unaporudi huko utufikishie salamu zetu wana Meru na hususani kata yetu ya Weru kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa jinsi ambavyo anaiongoza nchi na kuhakikisha kwamba Watanzania wanapata huduma zile ambazo zinawastahili. Lakini Mheshimiwa, kwa chuo cha VETA tukuombe uendelee kuzungumza na wizara inayohusika ili chuo hiki kiweze kukamilika, ili vijana wetu waweze kujifunza fani mbalimbali katika chuo hiki ili waweze kujiajiri, tuachane na vijana wanaorandaranda mitaani bila kuwa na kazi maalum ya kufanya. Mheshimiwa mbunge, rai yangu kwa wananchi wa kata ya Weru ni kutoa ushirikiano kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kutoa ushirikiano kwa viongozi waliowaamini na kuwapa dhamana ya kuwawakilisha ili serikali iweze kuwatendea zile ambazo ni haki zao katika maendeleo. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa mbunge, nikutakie safari njema unaporudi nyumbani na nikutakie safari njema utakapokuwa unaanza sasa maandalizi ya kurudi kwenye vikao mbalimbali vya kamati za bunge na hata kufikia lile bunge sasa la kuenda kuandaa bajeti na kuweza kukamilisha ratiba zenu. Kwa majina yangu naitwa Elirema Simon Inko, ni mwenyekiti wa kijiji cha Kisimiri. Leo tumepata furaha kubwa kutembelewa na mheshimiwa wetu mbunge ndugu Danielson Palanjo akiambatana na mheshimiwa diwani wa kata yetu ya Weru. Mheshimiwa amekuja kutembelea miradi
hasa mradi wa maji ambao ni mradi mkubwa katika kata yetu ya Wiro, ambao pia kijiji cha Kisimiri pia ni mnufaika. Lakini vile vile ametembelea eneo la chuo cha VETA kwa sababu pia alikipigania sana chuo hiki pia kupatikana maeneo haya. Lakini tumefarijika kwa sababu mheshimiwa naye anaendelea kupambana na sisi, hasa wananchi wapate huduma hizi za huduma ya chuo cha VETA kwa ajili ya wale vijana ambao wanaishia njiani. Kwa mfano waliomaliza darasa la 7 hawezi kuendelea, wanakuja hapa chuoni kuendelea na masomo, lakini wale walisha pia form 4 watapata pia huduma hizo. Nashukuru maana pia VETA nao wameshaleta mkuu wa chuo, kwa muda wote mafunzo yataendelea. Mafunzo yatakayopatikana hapa ni udereva, lakini uwashi pamoja na carpenter na au seremala. Kwa hiyo niwakaribishe wananchi wote, hasa mkoa mwingine, wilaya nyingine, vijana waje hapa wajifunze, wapate mafunzo, tuendelee kuijenga nchi. Nikushukuru sana mheshimiwa mbunge na mheshimiwa diwani, niwakaribishe tena, karibuni sana Kisimiri. Asante. Jina langu naitwa Bwana Alexander Kaliko. Ni mwananchi wa kawaida. Na nimefurahisha sana kwa jinsi ambavyo maendeleo ni makubwa katika wilaya yetu ya Arumeru Mashariki. Na tunashukuru sana serikali kwa jinsi ambavyo imetuona kwa jicho la kipekee na la msingi katika eneo la maji. Lakini pia namshukuru sana mbunge wetu Mheshimiwa John D kwa jinsi ambavyo anajipambania jimbo hili, lakini pia kwa kushirikiana na wakuu wa wilaya yetu, hususan mkandarasi anayesimamia eneo hili, engineer wetu wa RUWASA. Kwa kweli kazi ni kubwa iliyofanyika na hatuwezi kuieleza serikali. Ni wajibu wetu wananchi kushukuru na kuendelea kuipongeza serikali yetu, hususan chama chetu cha Mapinduzi ambacho ndicho kinapiga hii mbiu ya kuwapelekea wananchi maendeleo na kuwatua hususan ndio kichwani na mambo mengine mbalimbali ambayo yanaendelea kutokea katika jimbo letu la yetu. Mimi nitoa shukrani kwa wananchi kwamba waendelee kutoa ushirikiano wa kipekee na kusaidia serikali yetu pale ambapo inahitaji kwamba sisi tutoe nguvu ili miradi hii tufike kwa wakati na tuweze kuona manufaa ya nchi yetu. Asante. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.